Ebana, zimefanyika kesi mbili za usuluhishi pale Geneva nchini Uswisi. Moja ni kati ya Urusi pamoja na Ukraine, lakini ya pili ni kati ya Iran pamoja na Marekani. Sasa hizo kesi zote mbili za usuluhishi ambazo zimefanywa pale Uswisi, zote yupo katikati Marekani ambaye anajaribu kutafuta ushawishi mkubwa sana duniani ambao ameupoteza kwa muda mrefu. Sasa yale mazungumzo ya kisiasa kati ya Urusi pamoja na Ukraine ambayo yalikuwa yakifanyika Geneva, Uswisi, yamekatika ghafla, hali ambayo inaongeza mashaka kuhusu mustakabali wa juhudi za amani kati ya mataifa haya mawili. Siku ya pili ya mazungumzo ambayo yalipatanishwa na Marekani ilisitishwa mapema sana Jumatano tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026 asubuhi, saa chache tu baada ya kuanza. Na mazungumzo haya yalianza Jumanne na yalikuwa yamepangwa kuendelea siku nzima ya Jumatano, na yalikatishwa baada ya saa 2, huku kiongozi wa ujumbe wa Urusi Vladimir Mediansky akitangaza kupitia vyombo vya habari vya Urusi kwamba mazungumzo hayo yamefikia tamati ghafla. Na kusitishwa huko kunakuja katika mazingira ambayo tayari yalikuwa sio mazingira rafiki kwa mazungumzo, kwa sababu ya kwanza, msimamo mkali wa Urusi, mpasuko ndani ya kambi ya Ukraine, pamoja na mtindo wa haraka wa Washington katika kuendesha mchakato wa upatanishi wa vita ambavyo vimeingia mwaka wake wa 4. Na by then mazungumzo yanatajwa kuwa yalikuwa ni magumu sana, lakini kwa kiwango kikubwa yalikuwa ni mazungumzo ambayo yamegusia sana hiyo pande ya biashara, na hapajakuwa na taarifa nyingi kuhusu ambayo yamejiri ndani ya kumbi za mazungumzo katika hoteli ya Intercontinental Hotel, ambapo waandishi wa habari wa Ulaya walikaa kwa saa kadhaa wakisubiri mkutano na waandishi wa habari ambao na wenyewe pia haukufanyika mkutano huo. Hata hivyo, mjumbe wa Marekani anayefahamika kama Steve Witkoff alichapisha kwenye mtandao wa X akisema pande zote zimekubaliana kuendelea kufanya kazi kuelekea katika makubaliano. Na Mediansky alielezea mazungumzo hayo kuwa ni moja kati ya mazungumzo magumu sana, lakini ni mazungumzo ya kibiashara. Kwa upande wa Ukraine, kiongozi wa ujumbe Rustem Umerov anasema kulikuwa na maendeleo, ingawa maelezo hayakuwa ya wazi. Na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky mwenyewe alibainisha kuwa masuala muhimu ikiwemo hatima ya maeneo ambayo yamekaliwa kimabavu na Urusi na kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia bado haijapatiwa suluhu, haijapata majibu ya moja kwa moja. Hata hivyo, amesema kumekuwa na makubaliano ya jumla kwamba ufuatiliaji wowote wa usitishaji wa vita wa baadaye utaihusisha pia hiyo Marekani. Licha ya viongozi wa kisiasa kuhitimisha mazungumzo mapema, vikundi vya kiufundi viliendelea kubaki ili kujadili masuala mahususi, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa Geneva Security Policy Center anayefahamika kama Thomas Gremingers. Na Gremingers ameeleza kwamba kumekuwa na kutoshangazwa kwa kushindikana kufanyika kwa mazungumzo haya ya kisiasa na kutoleta mafanikio makubwa kutokana na tofauti kubwa ambazo zipo kati ya watu ambao wanakutana katika meza ya mazungumzo. Na Gremingers amebainisha kwamba maendeleo ya kiufundi bado yatawezekana, hasa katika nyanja ya kijeshi pamoja na kiuchumi. Ameongeza kwa kurejelea kauli iliyotolewa na Mediansky, msaidizi wa Rais Putin. Anasema kumeyumbisha majadiliano ya kijeshi na kuibua tena masuala nyeti ya kisiasa kama lugha ya Kirusi na kanisa la Kiorthodox la Urusi. Miongoni mwa mada tata ni pendekezo la Marekani la kuanzisha eneo huru la kiuchumi la Donetsk ambalo Moscow walikubali kwamba masharti wanatakiwa kujiondoa au vikosi vya Ukraine vinatakiwa viondoke kabisa katika eneo hilo, sharti ambalo Kiev imelipinga vikali mno.
Yani Marekani wao walisema wanahitaji lile eneo la Donetsk liwe ni ukanda huru. Yani it's like no man's land. Yani ni kama eneo ambalo linakuwa linasimamiwa na Umoja wa Mataifa. Lakini wa Marekani sahihi walisema ni wao wenyewe ambao wanataka kulisimamia eneo hilo. Sasa Urusi wenyewe wamesema ni jambo ambalo kamwe haliwezi likawezekana. Na Rais wa Ukraine mwenyewe Zelensky alieleza kwamba masuala ya kibinadamu ikiwemo kubadilishana wafungwa wa kivita, kuachiliwa kwa wafungwa yalikuwemo kwenye ajenda, eneo ambalo pande hizo mbili zilikufikia makubaliano mapema. Na tunakumbuka last time Urusi pamoja na Ukraine walibadilishana wafungwa, na kwa mujibu wa ripoti zinaonyesha kuwepo kwa mpasuko ndani ya ujumbe wa Ukraine kuhusu kasi ya masharti ya makubaliano, wakati kundi moja linaona ni vyema kufikia makubaliano ya haraka hata kama hayairidhishi kikamilifu hiyo Ukraine, lakini jingine linachukua msimamo mkali zaidi. Rais Zelensky analazimika kusawazisha mitazamo hiyo huku akikabiliwa na shinikizo la ndani pamoja na nje. Yani wale watu ambao wameagizwa na Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky waende kwenye meza ya mazungumzo na wenyewe vimeshindikana, kwa maana ya kina Rustem Umerov pamoja na wenzake inashindikana kuzungumza lugha moja ambayo itakuwa ni ya kumaliza mgogoro. Na upande wa upatanishi, muundo wa mazungumzo ambao unaongozwa na Witkoff na mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump ambaye anafahamika kama Jared Kushner pia umeibua wasiwasi. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Greminger, anasema mafanikio ya makubaliano makubwa yanahitaji utaalamu wa kina, lakini pia ameonya kwamba kukosekana kwa maandalizi ya kutosha kunaweza kukasababisha kudhoofika kwa mchakato mzima. Kwa sasa, ingawa mlango wa amani haujafungwa kabisa, swali kubwa ambalo linabaki ni amani hiyo itafikiwa kwa masharti ya nani na kwa gharama ipi? Hili ndilo swali la msingi ambalo sasa hivi lipo linaulizwa sana, kwamba je, ni wa Marekani ndio ambao masharti yao yatafuatwa, au masharti ya Warusi ndio yatakayofuatwa, au ni masharti ya Ukraine ndio ambayo yatafuatwa? Hili ni moja kati ya eneo ambalo pia limekuwa na mjadala mzito, limeleta mtanziko mkubwa sana kati ya hizi pande tatu ambazo sasa hivi zipo katika meza ya mazungumzo. Sasa hiyo ilikuwa ni kesi upande wa kwanza, kwa maana ya upande wa Urusi pamoja na Ukraine. Sasa niliwaambia pia kuna hiyo upande wa Iran pamoja na Marekani, ambapo yani Iran na Marekani wapo kwenye conflict. Sasa Marekani anataka kusimama yeye mwenyewe katikati kama mediator. Yani unakuwepo na mtu kwenye mgogoro, halafu yeye mwenyewe anasema anataka asimame kama msuluhishi wa mgogoro ambao naye ndani yake yumo. Sasa mazungumzo ambayo sio ya moja kwa moja kati ya Iran pamoja na Marekani, ambayo na yenyewe yalifanyika pale Geneva, Uswisi, yalihitimishwa yenyewe tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2026, lakini Teheran wametangaza kwamba pande hizo mbili zimekubaliana juu ya kanuni elekezi zitakazotumika kuelekea kutekeleza makubaliano kuhusu hasa mpango wa nyuklia wa Iran, hatua ambayo imepunguza hofu ya kuzuka kwa vita vya haraka katika huo ukanda wa Mashariki ya Kati. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Abbas Araghchi anasema Iran pamoja na Marekani wamekubaliana kuendelea kutengeneza rasimu zaidi za maandishi ya makubaliano ambayo yanaweza yakafikiwa kabla ya kupanga tarehe nyingine au duru mpya ya mazungumzo. Na kauli hii ilitolewa kupitia vyombo vya habari vya Iran muda mfupi baada ya mazungumzo kumalizika, ambapo kwa mujibu wa taarifa ambayo alitoa Araghchi alisema hii haimaanishi kuwa tutafikia makubaliano hivi karibuni, lakini mchakato tayari umeanza na kazi inakuwa ni ngumu zaidi pale inapofikia hatua ya kuandika ile memorandum of understanding, kwa maana ya yale makubaliano ya pande mbili ambayo yatakuwa ni katika mtindo wa maandishi. Sasa hilo na lenyewe linaonekana ni gumu sana, na mazungumzo haya, ladies and gentlemen, ni mazungumzo ambayo ni ya siri ambayo yamefanyika chini ya upatanishi wa Oman. Hakuna maelezo mengi sana ambayo yanatolewa juu ya mazungumzo hayo, na mazungumzo haya ambayo sio ya moja kwa moja yalipatanishwa mapema na Oman na yalifanyika asubuhi katika makazi ya balozi wa Oman katika Umoja wa Mataifa yaliyopo eneo la Colony, kitongoji tulivu cha kifahari pembezoni mwa ziwa Geneva.
na mapema kulikuwa na mkanganyiko kuhusu mahali pa mazungumzo, huku taarifa za mapema zikielezwa kwenye ubalozi mdogo wa Oman upande mwingine wa ziwa, lakini mwisho wa siku alifanyia katika eneo hilo. Na wajumbe wa rais wa Marekani Trump, akiwemo huyo Steve Witkoff na mkwe wake Jared Kushner, waliwasili Geneva mapema asubuhi ya Jumanne tarehe 17 kwa ajili ya hayo mazungumzo ambayo yalilenga kupata dhamana kutoka Iran kuhusu akiba yake ya uranium ambayo imerutubishwa, na baadaye yalitarajiwa kusimamia pia mazungumzo ya amani kati ya Urusi pamoja na Ukraine, kama ambavyo nimewaambia kwamba na yenyewe yamegonga mwamba as usual. Kwa hiyo Marekani bwana, mission zake zote ni kama mission impossible, hakuna kitu ambacho kinawezekana. Pamoja na kwamba Donald Trump anamtumia mkwe wake ambaye kaoa mtoto wake, na anafanya hivi, anasema anahofia anaweza kawatuma watu wengine ambao wanaweza asipeleke clear information juu ya kile ambacho kimefanyika. Kwa hiyo nadhani hili nilitamani sana mabibi na bwana muweze kuelewa juu ya kile ambacho kinaendelea. Na hadi sasa hivi tunapozungumza ni kwamba Marekani pamoja na Iran wapo katika ile top high alert ya kushambuliana. Kwa sababu gani? Kutokana na Marekani kuongeza uwepo wao wa kijeshi katika eneo la Ghuba tangu mwanzoni mwa mwaka 2026, kwa sababu Ijumaa iliyopita rais wa Marekani Trump alitishia kwamba atapeleka manuari kubwa zaidi duniani kama ile USS Gerald R. Ford, ambapo mazungumzo yangeshindikana. Lakini pia tayari manuari kama vile USS Abraham Lincoln ambayo inabeba takriban ndege 90 ikiwemo za kivita aina F-35 na wafanyakazi zaidi ya 5600 ilikuwa imetumwa Ghuba mwezi Januari kama sehemu ya shinikizo kwa Iran. Na kabla ya mazungumzo kuanza, tuliona kauli ya kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alijibu uwepo wa kijeshi wa Marekani kwa onyo kwamba manowari katika Ghuba ya Uajemi zinaweza kuzamishwa hadi chini ya bahari. Yani no matter what, wao wanaweza wakazizamisha. Kwa hiyo mission ambazo zinafanyika huko zote is impossible as by now. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.